nataka ushindi kwa maslahi yangu binafsi. Nikiona mshindani anataka nizidi kazi, namtoa kwenye uchaguzi. Hata msipopenda mtajua wenyewe. Bana, kuna msemo maarufu ambao wanasema kwamba the internet never forgets, kwa maana kwamba mitandao huwa haisahau kabisa. Yaani inawezekana ukafanya kitu alafu mwisho wa siku ikachukua miaka mingi, lakini kitu hicho bado ikaja kadhihirika. Sasa hii ndio issue ambayo imemkuta Ramadhani Rudabuka, ni mwenye umri wa miaka 19 ambaye amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja gerezani kutokana na video 3 alizosambaza kwenye mtandao wake wa TikTok mwaka 2025 ambazo zimetrend mwaka huu 2026, takriban kama miezi 10 hivi baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Taarifa iliyochapishwa kuhusu hukumu hiyo inasema kwamba maudhui hayo yalikuwa na lugha ya matusi dhidi ya viongozi wa serikali, na akatajwa Rais Samia Suluhu Hassan, na ndio script iliyotumika na media zote nchini. Ni maneno gani hasa yaliyotafsiriwa kuwa matusi na yakawa msingi wa adhabu hii? Kama kuna kauli inayodaiwa kuwa tusi, ni muhimu iwekwe wazi pamoja na mazingira ambayo ilisemwa. Sasa kutokana na uchungu, inaonekana kwamba kijana huyu aliposti video hizo mwaka 2025, ilikuwa ni Oktoba, akiongelea mwenendo wa uchaguzi na namna ya kinafiki kupitia video akiwa amevalia t-shirt ya Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa nadhani kwamba na mwenyewe umepata fursa kuweza kuiangalia hii video, na kuna wadau ambao walikuwa wanajiuliza kwamba nini ambacho kilikuwa kimetafsiriwa kama matusi kwenye vitu ambavyo amevizungumza huyu dogo, lakini pia ni sheria ama hukumu ambayo ilitolewa kwa madai kwamba neno gani ambalo lilichukuliwa kuwa ni tusi. Kuna baadhi ya Watanzania ambao wanahisi kwamba hukumu iletolewa ilikuwa sio sawa yake kabisa, lakini pia kwamba walipata fursa kuweza kuangalia video ya huyu dogo, unaweza kuwa na mtazamo wako tofauti. Unahisi kwamba huyu dogo kwa jina la Ramadhani Rudabuka mwenye umri wa miaka 19 alistahili kupewa adhabu hii ya kifungo cha mwaka mmoja gerezani kutokana na matamshi mbali yatoa kuhusu Rais Samia Suluhu Hassan, ama unahisi kwamba ameonewa? Kama una maoni tofauti, unaweza kadrop pale chini kwenye uwanja wa comment.